BMP TV Professional Update. Alfajiri njema mtazamaji wetu, karibu sana kwenye BMP TV Online, mahali ambapo sauti za wananchi usikika, changamoto zao uangaziwa na mafanikio yao usherekewa. Katika mwanga huu wa asubuhi na kuletea taarifa muhimu kuhusu maisha ya kila siku, afya, elimu, usalama, ajira na haki katika jamii yetu. Hii ni dakika ya kuamka, si kwa mwili tu bali pia kwa fikra. Ni mimi Bila Pengo Olua, na huu ni mwanzo wa siku yenye maarifa kutoka BMP TV Online. Tupo kwa ajili yako. Na leo tarehe 18 Novemba 2025. Na sasa tuende moja kwa moja kwenye mtasari wa habari za leo. DRC. Katika mkoa wa Lualaba, ajali ya ndege imeripotiwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kolwezi, baada ya ndege iliyobeba waziri wa madini wa mkoa huo pamoja na msafara wake kupata hitilafu wakati wa kutua. Katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taarifa kutoka kwa vyanzo vya usalama zinadai kuwa baadhi ya watu wanaoshukiwa kuhusika na upelelezi na ushirikiano na makundi yenye silaha wamekamatwa na vikundi vya ulinzi vya kiraia vinavyojulikana kama Wazalendo. Kunayo na mengineyo, baki nasi ili tupate kile kinachojiri katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. DRC, Lualaba. Leo tarehe 18 Novemba 2025, tukio kubwa la taharuki limetokea katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kolwezi mkoani Lualaba, baada ya ndege ya serikali iliyokuwa imembeba waziri wa madini wa mkoa wa Lualaba pamoja na wajumbe wake kushindwa kutua kwa utaratibu uliotarajiwa. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka mamlaka za usimamizi wa viwanja vya ndege, ndege hiyo ilipata hitilafu ya ghafla wakati wa kushusha magurudumu, hali iliyosababisha rubani kupoteza udhibiti kamili wa chombo hicho kwa muda mfupi. Ndege hiyo iliteleza nje ya njia kuu ya kutua na kusababisha taharuki kubwa kwa abiria na wafanyakazi. Kikosi cha dharura cha uwanja wa ndege kilichojumuisha waandishi, wazima moto na wahudumu wa usalama kilifika eneo la tukio ndani ya muda mfupi, ambapo kwa ujuzi wa waledi waliweza kuzuia madhara makubwa zaidi na kudhibiti moto mdogo uliokuwa umeanza kwenye injini ya upande mmoja. Taarifa kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Lualaba zinathibitisha kwamba waziri wa madini pamoja na wote walioandamana naye, zaidi ya watu kadhaa, wametolewa salama, wakipatiwa huduma za uchunguzi wa afya na uangalizi wa muda mfupi. Hakuna taarifa za vifo wala majeraha makubwa zilizoripotiwa hadi sasa. Mamlaka ya usalama wa usafiri wa anga imetangaza kuanza uchunguzi wa kina ili kubaini chanzo cha tatizo hilo, ikiwemo ukaguzi wa rekodi za ndege, mawasiliano ya rubani na mazingira ya hewa wakati wa tukio. Wataalamu wametaja kuwa uchunguzi huo ni muhimu ili kuimarisha usalama wa safari za anga na kuzuia matukio kama haya kujirudia. Ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV Online, shuhudia video fupi kutoka katika mji wa Lualaba. Nini avion ya ministre wa Minjoina. Nous sommes à l'aéroport, ni avion ya ministre Injoina Fashit, donc ranza waka mipeta kumukongo inaanza lungula. Joi munona hii mambo inapitikana huku kwa aeroport, tuku kwa aeroport ya Lualaba. Ili munona pale njo avion muku ministre wa mini.
inatterrir déjà directement Grande Waka moto banasema ni mipeto ya kumkongo. Oui, ils sont déjà. Mambo yapitikana leo lundi 17. Katika taarifa yao kwa vyombo vya habari, uongozi wa uwanja wa ndege wa Kolwezi umeeleza kuwa shughuli za safari za ndege zimerejea kwa utaratibu maalum, huku eneo lililoathiriwa likiwa limefungwa kwa muda kwa ajili ya uchunguzi na marekebisho ya kiufundi. Hiyo ilikuwa ni taarifa kamili kutoka mkoa wa Lualaba. Tunaingia moja kwa moja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako vyanzo vya usalama vimeripoti kukamatwa kwa watu kadhaa wanaodaiwa kujihusisha na shughuli za kijasusi na kufanya kazi kwa niaba ya makundi yenye silaha katika maeneo ya Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini. Kwa mujibu wa taarifa hizo, hatua hiyo imechukuliwa na vikundi vya ulinzi vya kiraia vinavyojulikana kama Wazalendo ambavyo vimekuwa vikishirikiana kwa namna mbalimbali na mamlaka za usalama katika kulinda raia na kufuatilia mienendo ya makundi yenye silaha. Hata hivyo, mamlaka za serikali bado hazijatoa taarifa rasmi kuhusu tukio hilo, na uchunguzi unatarajiwa kufanyika ili kudhibitisha tuhuma hizo na kubaini ukweli wa mambo. Sambamba na hilo, vikundi hivyo vya ulinzi vinaendelea kutoa wito wa msaada wa vifaa, hususan mabati ya kujikinga na mvua katika maeneo ya mstari wa mbele, ambako mvua za mara kwa mara zimekuwa zikitatiza shughuli za doria na ulinzi. Kwa mujibu wa taarifa yao, mahitaji hayo ni muhimu kwa ajili ya kuhifadhi askari wa kujitolea na raia wanaosaidia shughuli za usalama. Wito huo umeelekezwa kwa raia wa Kongo wanaoishi katika mataifa mengi ikiwemo Afrika ya Kusini, Marekani na maeneo mengine duniani, wakiomba kuchangia vifaa hivyo kwa kadri inavyowezekana. Ndugu mpenzi mtazamaji, shuhudia video fupi kutoka kwa Wazalendo. Taarifa hizo zimetaja kuwa mawasiliano kwa wanaotaka kutoa msaada yanafanyika kupitia namba moja ya WhatsApp ambayo imetolewa na waandaji wa ombi hilo, ingawa mamlaka za serikali zinakumbusha umuhimu wa kuhakikisha michango na misaada ya aina yoyote inaripotiwa kupitia njia rasmi ili kudhibiti usalama na uwazi. Na hivi ndivyo tunafunga kurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe kwanza kupata update zetu mara tu zinapotoka. Kwa niaba ya timu nzima ya utayarishaji, ni mimi Bila Pengo Ulua. BMP TV Professional Update.